أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولكل من له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، mashehe zangu, ndugu zangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya zilizopo mbele yetu ni kama alivyoelezea na kuzisoma ndugu yetu, ni kuanzia aya ya 24 mpaka aya 124 mpaka aya ya 135 ambayo ni mwisho wa suratu Taha. Tutahitimisha suratu Taha, na bila shaka tulielezewa kwamba suratu Taha aya zake hizi takribani zote ni aya zilizoteremka Maka, ukiacha aya mbili wanazitaja aya ya 12 na aya ya 121 hizo ambazo zimeteremka Madina, na tunaambiwa kwamba zilizoteremka Maka ni zile zilizoteremka kabla ya hijra, na popote takapokuwa zimeteremka, na zilizoteremka Madina ni zile zilizoteremka baada ya hijra, popote zitakapokuwa zimefanya nini, zimeteremka. Na aya za Maka zilikuwa kwa kiasi kubwa zinatilia mkazo zaidi juu ya nguzo kuu mbili za imani. Nguzo ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo inaambatana na kuamini Mtume sallallahu alaihi wasallama, na nguzo ya pili ni kuamini siku ya mwisho. Ilikuwa kwa kiasi kikubwa hii ndiyo mkazo unaotiliwa na aya zilizokuwa zikiteremka Maka. Zilikuwa zaidi zikilenga katika maeneo hayo, kwa sababu watu walikuwa wanamwamini Mwenyezi Mungu, waliokuwepo wakimwamini Mwenyezi Mungu, lakini wakiamini Mwenyezi Mungu ambaye ana kasoro, na wanatakikana wamwamini Mwenyezi Mungu wa haki ambaye hana kasoro, Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Makuraishi walipoambiwa juu ya Mungu mmoja walikuwa wakistaajabu, inakuwaje mambo yote haya endeshwe na Mungu mmoja tu? Ndio maana akawa ni Mungu. Kama si Mungu basi ingelikuwa ni zaidi ya mmoja, lakini maadamu ni Mungu ni lazima awe ni mmoja tu. Na kutilia mkazo siku ya mwisho ilikuwa kuna wanaokanusha kabisa kwamba ni vigumu kuwepo kwamba mtu baada ya kufa ameshaoza, mpaka kule katika suratu Yasini mtu anapiga mfano kwamba huyu mtu tayari ameshakuwa vumbi, hana tena haja ahuishwe tena. Sasa hii suratu Taha aya zake kwa kiasi kubwa, aya zote takriban tutakazokuwa tunazisoma ni aya ambazo zimeteremka Maka, na zinaanza aya kwa kuelezea baadhi au kuelezea yale ambayo tayari yameshatiliwa mkazo katika aya zilizotangulia, ambayo tumesema kwamba ni pamoja na kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumwamini mtume, na pamoja na alichokuja nacho, ambayo msingi wake ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni nini? Ni Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika aya hii ya 124, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Na yote yule, man a'rada an dhikri, yoyote yule ambaye ataipa nyongo, yoyote yule ambaye atajitenga, yoyote yule ambaye atakataa nini? Dhikri, utajo wangu ambao ni Qur'ani.
yoyote ule ambaye ataikataa Qur'ani, yoyote ambaye atakataa Qur'ani. Na ukataaji wa Qur'ani tunaweza kugawanya katika sehemu kuu mbili. Ukataaji wa Qur'ani tunaweza kugawanya katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza kabisa ni kuikataa jumlatan wa tafsila, kuikataa kikamilifu moja kwa moja kwamba haya si maneno ya nani, si maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mashairi nini, vyovyote utakavyokuwa umefanya nini, utakavyokuwa umeisifia Qur'an, ukaipa nyongo kwa kuikataa kwamba haya si mwongozo kutoka kwa nani, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni ukataaji jumla. Lakini upo ukataaji mwingine, ikawa msingi wa Qur'ani unaamini ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mwongozo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hili una asili yake unaliamini, lakini baadaye ima ukaacha baadhi yake kuyafanyia kazi. Afatuminuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd, mkawa mnaamini baadhi na nyingine mnafanya nini, mnaacha pembeni, mnakataa. Ni aina ya iradan an dhikri, au kutia shaka ndani ya Qur'ani yenyewe. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba Qur'ani, lakini wengine wanakuwa na shaka, wanasema kwamba shaka wakati mwingine shaka ambayo hata makafiri wameshaondoa shaka hiyo. Makafiri waliokuwa wengi kabisa wanaamini kwamba Qur'ani ni maneno ya nani, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na ule muujiza wake ulivyo. Lakini kuna watu ambao hata baadhi wanajinasibisha na imani, lakini wanakuwa na wasiwasi, wanasema Qur'ani ndio, lakini huenda kuna kupungua au kufanya nini, kuzidi. Hii ni aina ya iradan an dhikrillah. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba waman arada an dhikri, basi yeyote yule ambaye ataikataa, atajitenga nayo, atajitenga na utajo wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, huyu basi atastahiki huyu kuishi maisha ya tabu. Yoyote ambaye atakaye kuwa amepingana na Qur'ani, ukishapingana tu wewe na Qur'ani, maana yake umeshajitafutia maisha ya tabu. Sawa, umepingana nayo moja kwa moja, ukaikataa Qur'ani, umeshajipa maisha ya tabu. Na mara nyingi sana sisi tunavyozungumzia maisha ya tabu, huwa tunaangalia kwamba mtu pengine hana kipato, mtu pengine hana nyumba, mtu mwingine hana sehemu ya, hana usafiri, tunaangalia hivyo mara nyingi sana. Lakini si uhakika huo. Anawezekana mtu ana kila kile ambacho anastahili kukipata mtu katika ulimwengu, anacho, lakini bado ukamkuta kwamba ana maisha ya tabu, maisha dhanka. Yanakuwaje haya? Siku zote mtu wa namna hii anaishi katika tabu sana kwenye nafsi yake, kwenye moyo wake. Kila kitu anacho, anachokitaka anakipata, lakini utakuta kwamba ana hofu pengine kwamba anaweza akapata hasara. Hofu hii inamfanya kwamba aishi katika hali ya nini? Hali ya tabu. Huyu saa zote yeye anakuwa kwamba kila linalomgusa kwake linakuwa kubwa sana, kwa sababu msingi wake hana imani ya kuamini nini, ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yuko mtu ambaye wakati mwingi mtu huyo unamkuta kwamba hali yake ya kidunia ni nyonge sana, lakini unamkuta kwamba yupo katika raha na saada, kwa sababu akipatwa na kheri hushukuru, ikawa ni nini, ni kheri kwake yeye. Na anapopata na linalomuumiza husubiri, ikawa kwake nini, ikawa kwake ni kheri. Na ndio maana walikuwa akisema kina Ibrahim bin Adham kwamba lau ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi min as-saada laqataluna bisuyufihim au lajadaluna bisuyufi. Lau kama wafalme, watawala wanaotawala nchi maeneo mbalimbali, lau kama wangelijua ile raha starehe tuliyokuwa nao sisi ndani ya nyoyo zetu, basi kwa hakika hawa wangefanya mapinduzi, wakatupindua wakae wao, wakatupindua wakae. Na kwa hakika
Ndugu zangu, kuna watu leo hii katika hii ulimwengu huu, sio katika hii Dar es Salaam, anapomwona mtu maskini hana kitu, kachukua boksi kakaa barabarani analala, kwa kweli anamhusudu namna ya kumhusudu, kwa sababu yeye halali mpaka apate vidonge vitakavyomsaidia kulala. Huyu unamkuta kwamba huyu ambaye hana chochote, hana lolote, anachukua boksi lake analala, asubuhi anaangalia kuhangaika kupata kitumbua, kama atakipata au atakikosa, anamhusudu kwa raha aliyokuwa nayo. Waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Mtu huyo kama hali hizo pengine hapati usingizi, lakini wapo kwamba ana imani na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, haya humpungukia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu anakuwa katika nini? Katika subira. Anakuwa katika subira. Si tu swala la ugonjwa, na unaweza ukawa ugonjwa, lakini pamoja na ugonjwa uliokuwa nao, maadamu una imani, basi ugonjwa huo unakuwa mwepesi kupindukia, pamoja na ukubwa wa ugonjwa wenyewe. Na ndio maana kuna mama mmoja katika zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alipata ugonjwa wa kuanguka, kifafa. Alikuwa na ugonjwa. Huu ugonjwa ulimpa tabu sana. Ulipompa tabu, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama yupo, huyu mama mwisho yote akaona kwamba aende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama amtake amuombee dua ili huu ugonjwa umuondokee. Alipofika kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akamweleza aliyomweleza, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia, in shi'it da'awtu Allah lak wa in shi'it sabarti walakal janna. Ukitaka, kama unataka, na muombea dua na kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ugonjwa huo auondoshe. Lakini ukipenda subiri, wa inshit subiri falakul janna, subiri, lakini malipo yako ni pepo. Malipo yako nini? Ni pepo. Ukiangalia huyu mama, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye imani madhubuti, yupo kwenye dhikri, ana imani na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, anamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuangalia pengine ambacho ningekiangalia mimi Ibrahimu na mfano wangu mimi, kwa sababu kama ni mimi pengine Allah hakunieleta wakati huo, kwa sababu sisi kustahiki kuwepo katika wakati huo. Pengine ningesema kwamba wewe niombee dua Mtume uniondoke, alafu mimi napambana kufanya ibada ili nifanye nini? Ili nifanye pepo. Lakini huku nikubahatisha. Huku wanasema Kiswahili gani? Nikubeti. Ni nini? Nikubeti. Lakini una dhamana kwamba wewe usubiri na lako nini? Pepo. Huyu mama kwa sababu nini kilichomfanya aweze kuvumilia hali za namna hii? Kwa sababu alikuwa na nini? Alikuwa na imani. Akasubiri huyu mama, akasubiri. Isipokuwa tu akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anapodondoka huwa anafedheheka, amwombee dua kwa Mwenyezi Mungu tu anapodondoka asifedheheke. Na huyu mama Allah subhanahu wa ta'ala akampa umri, akaenda mpaka zama za tabiina. Kina Ibn Abbas radhiallahu anhuma walikuwa wanawaambia wanafunzi wao, anayetaka kuangalia mtu miongoni mwa watu wa peponi ambaye anatembea katika ardhi, falyanzur ila tilka almar'atu sauda, na muangalie yule mama mweusi. Yule mama mweusi unamuona huyu anatembea hapa, lakini huyu ni mtu wa wapi? Ni mtu wa peponi. Nini kilichompa nguvu hii? Ugonjwa kila mtu anaugua, anaumia, lakini ugonjwa wa mtu mwenye imani ni tofauti na mtu ambaye hana imani hata siku moja, ni tofauti. Mwenye imani anahofia muda wote kwamba atakufa. Anahofia kwamba atakufa. Asokuwa na imani, saa zote anahofia kwamba atakufa. Mwenye imani anajua kwamba kifo ni nini? Kifo ni kitu cha lazima. Anapambania kwamba afe katika hali iliyokuwa nzuri. Huyu ambaye yeye hana imani atashughulishwa na kujaribu kwamba ajiokoe asife. Ndicho kitakachomshughulisha.
fanyeni lile, fanyeni na lile, fanyeni na lile. Moyo wake, akili zake, fikra zake yanaweza akamzidishia maradhi kwa kutaka eti asife. Lakini mwenye imani anajua kwamba kifo ni nini? Ni lazima takufa. Kilichopo ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niwepesie kifo na hatimaye nife hali ya kuwa yuko radhi nami. Kwa hiyo man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yoyote ambaye atakayejiweka pembeni na utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Qur'ani, basi aelewe maisha atakayoishi ataishi maisha ya taabu. Na kinyume chake, atakayeshikamana na utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Qur'ani ataishi maisha ya raha, ataishi maisha ya kheri. In asabathu saraa shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharaa sabara fakana khairan lahu. Kwa sababu gani? Ana msingi wa nini? Ana msingi wa imani. Sasa hili ni la hapa duniani. Je, mtu ambao tatizo, madhara ya mtu asiyekuwa na imani, asiyeshikamana na utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Qur'ani, haliishii katika ulimwengu tu kwa kuishi katika hali za tabu, lakini tatizo hili, adhabu hii itaendelea na itakuwa kubwa zaidi siku ya Kiyama. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema kwamba wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya Kiyama hali ya kuwa ni kipofu, haoni. Atafufuliwa hali ya kuwa ni kipofu, haoni. Adhabu siku zote anasema kwamba aljazau min jinsi al-amal, malipo huwa yanafanana na mtu anavyofanya nini na anavyotenda. Sasa katika hali ya kwamba huyu utaji wa Allah umekujia, halafu wewe ukajifanya unafanya nini, huoni, hukubali, hutaki, basi utafufuliwa siku ya Kiyama ukiwa ni kipofu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya hapo, qala rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira. Atajenga hoja huyu ambaye aliyejitenga na utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira. Allah Mola wangu, kwa nini umenifufua nikiwa kipofu wakati nilikuwa mimi na macho yangu naona? Jenga hoja, kwa nini mimi nilikuwa naona, kwa nini leo unanifufua kipofu? Na mara nyingi mtu ambaye anapata upofu baada ya kuwa anaona, basi athari yake ni kubwa zaidi kuliko ambaye aliyozaliwa kipofu. Bedwana yoyote, ikiwa kwamba mtu kazaliwa kipofu, yeye hakuona chochote, hakuona, anajua tu kwamba ni kipofu. Lakini yule ambaye hakuzaliwa kipofu akapata upofu, anafikiria yale yote aliyokuwa akiyaona wakati si kipofu, kwa anayawaza na kuyafikiri. Nilikuwa juzi nazungumza na fulani, ninamuona, leo hii nazungumza naye simuoni. Inaweza likamshughulisha hata ikiwa hana imani, akataka kuona kitu fulani. Lakini huyu kazaliwa, tokea kuzaliwa hajawahi kuona chochote ambacho amekiona, kinakuwa kwake ni nini? Ahafu. Hata huyu ambaye alikuwa katika ulimwengu akiona, anapokuja kufufuliwa kipofu, madhara yake na athari yake ni kubwa zaidi. Qala rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira. Atauliza, kwa nini Mola wangu umenifufua kipofu wakati nilikuwa naona? Jawabu la Allah Subhanahu wa Ta'ala atasema, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Ni hivyo, hali ni hiyo. Wewe atatka ayatuna, aya zetu zilikujia wewe, zilikufikia aya zetu, lakini ulichokifanya nini? Fanasitaha, ukazipuuzia. Aya
za Allah subhanahu wa ta'ala zikujia, ukafanya nini? Ukazipuuza. Umeipuuza Qur'ani kuiamini, hukuiamini moja kwa moja. Umeipuuza Qur'ani, hukuifanyia kazi, hukuitendea kazi. Yule ambaye ni wa moja kwa moja na huyu ambaye ni nini? Ni sehemu. Unachagua inayoendana na matakwa yako, ambayo haiendani na matakwa yako unaiacha Qur'ani. Hali zetu ni hizi. Hali zetu leo hii unasoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, yusikumullah fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Anakuhusieni wasia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mtoto wa kike, mtoto wa kiume apate mara mbili ya anachopata mtoto wa kike. Aya hii hapa, naam, aya tunaifahamu na kila mwanamume anaifahamu aya hii, lakini hafahamu aya nyingine zinazombebesha majukumu. Anajua kwamba yeye kwenye mirathi kumrithi baba yao au mama yao apate mara mbili ya anachokipata dada yake, hilo analijua, na ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na atalalamika iwapo kwamba haikutekelezwa aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini hajui kwamba yeye badala ya baba yake ndiye wali ambaye anatakiwa kana kumsimamia huyu dada yake, kumtetea, kumlinda na kumuhifadhi. Hilo halijui na wala hana habari nalo. Mirasi yuko tayari kwa sababu lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Sasa hii nayo juzu hii na maeneo mengi tuliyokuwa nayo, tumekuwa hali za namna kama hiyo. Qur'ani inapoendana na matamanio yetu, basi hapo tunafanya nini? Tunaishikilia. Pale ambapo haendani na matamanio yetu tunaiweka pembeni. Kala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha, hivyo hivyo zilikufikia ishara zetu na aya zetu, lakini ukazipuuza, hukuzifanyia kazi. Wakadhalika al-yawma tunsa, basi hali ni hiyo hiyo, nawe leo unapuuza. Kuna atakaye kusikiliza? Hakuna atakaye kusikiliza. Ni hivyo hivyo, utaachwa kwenye moto hali hiyo hiyo ya upofu, kwa sababu kama tulivyosema kwamba aljazao min jinsi al-amal, malipo huendana na namna mtu ulivyofanya nini, ulivyotenda. Allah subhanahu wa ta'ala asema wakadhalik, aya ni nyingi, wakadhalik najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa. Wakadhalik, basi ndio hivyo hivyo, najzi man asrafa, tutamlipa yule ambaye aliyemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutamlipa yule ambaye aliyechupa mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakadhalika najzi man asrafa, yote ambaye atakuwa amemshirikisha Allah, amechupa mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakadhalika najzi, ni hivyo hivyo tunamlipa kwa kufanya hivyo amali. Walam yu'minu bi ayati rabbih, na akawa hakuamini kuzitekeleza aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya za Mola wake. Asema wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa, na adhabu ya akhira ni kali zaidi na ndiyo inadumu zaidi. Tumeona huyu anapewa adhabu duniani, fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati ama. Dank, shida ya maisha itaisha pale atakapoondoka katika ulimwengu. Maisha haya tabu hiyo imefanyeni, imefikia ukomo, lakini malipo ya akhira hayafikii ukomo na ni makali zaidi.
ni makali zaidi na yana ukomo. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwamba fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahada, siku hiyo hailingani kuadhibu kwa Mwenyezi Mungu na adhabu yoyote ile ambayo wewe unaijua ya kuadhibu. Katika ulimwengu unasikia kwamba kuna watu wameadhibiwa hivi na vile. Unaambiwa kuna watu kama ashabul ukhdud walichomwa kwenye mafuta, kuna watu walikata viungo wakiwa hai, kuna watu walifanywa lile na lile, kuna watu vyovyote wewe utakapopiga mahesabu na adhabu ya kidunia ukaiona kali, vyovyote utakapoiona kali, hailingani kamwe na adhabu ya siku ya kiyama. Adhabu ya siku ya kiyama ni kali, ashaddu. Na vyovyote mtu alivyoadhibiwa katika ulimwengu, ataadhibiwa, mwisho utafika mwisho adhabu hiyo, lakini adhabu ya akhira abqa, ni endelevu. Wakadhalika najzi man asraf wa lam yu'min bi ayati rabbih, yoyote ule aliyeshirikisha, aliyetupa mipaka na akawa hakuamini aya za Mola wake, wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa, na adhabu ya akhira ndiyo ashadi, iliyokuwa adhabu iliyokuwa kali zaidi na yenye kudumu. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo anasema afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin liulin nuha. Afalam yahdi lahum, hivi jamani, je, haikuwabainikia? Hawakufahamu hawa? Halikuwa wazi kwamba kuna vitu hivi? Kam ahlakna qablahum min alquruni, ni watu wa karne ngapi, vizazi vingapi tulivyoangamiza? Hawalijui hilo kwamba kuna watu tuliwaangamiza, na katika hawa ambao tuliowaangamiza, wao hawa Makuraishi yamshuna fi masakinihim, wanatembea wanapita katika makazi yao waliokuwa wakiishi. Walikuwa wanapita liilafi Quraish ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf, safari zao za kwenda Shamu, walikuwa wanapita maeneo haya ambao waliangamizwa watu wa kaumu Saleh na mfano wake, walikuwa wanapita. Wanaangamizwa, wao wanapita wakiona hayo. Sasa ni wangapi ambao wamesimuliwa, wamehabarishwa juu ya kuangamizwa watu wa namna kama hiyo, wao wanapita katika makazi yao? Basi elewe kwamba inna fi dhalika la ayatin liulin nuha, kwenye hayo wanayoyaona wanapopita katika maeneo hayo kuna aya, kuna ishara tosha kabisa, lakini liulin nuha, kwa watu wenye akili safi. Mwenye akili safi inatosha kabisa kumfanya kwamba azingatie anapopita akawaona wenzake waliokusha kutangulia, kuwaona watu walioangamizwa, inatosha kabisa. Lakini si kwa kila mtu. Hilo linatosha kwa nani? Liulin nuha, kwa yule mtu ambaye mwenye akili safi. Mwenye akili safi anatosheka. Wanasema kwamba mtu mwenye akili safi ishara tu inamtosheleza, ukimwashiria tu kwamba anajua kwamba huyu bwana hapa sasa hivi ni fine, si mahali pa kukaa. Lakini mtu ambaye ana akili mbovu, ishara huwa ifanye nini? Haimtoshelezi, bali hata aone bado yeye, mpaka akichi kwamba anamuona mwenzake yule pale anaangamia, na yeye mpaka angamie ndio aone kwamba kweli ni nini, ni wakati wa kuangamia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala sema walaula
kalimatun sabaqat min rabbik lakana lizaman wa ajalun musamma. Na lau kama si neno la Allah subhanahu wa ta'ala lililokwisha tangulia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala acheleweshe adhabu kwa watu wa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, lau kama si hivyo, ingelikuwa kwamba watu wanapomuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakapindukia katika uasi wanaadhibiwa kama ilivyopita katika baadhi ya zama, basi na hawa Makuraishi nao wangefanya nini? Wangeangamizwa. Bali na huu umma huu maeneo mengi yangeangamizwa. Kuna watu wameangamizwa kwa sababu ya kupunja vipimo. Kupunja vipimo, watu wameangamizwa upunjaji wa vipimo. Leo hii nenda katika maeneo mbalimbali, nenda sokoni, ukimwangalia muuza batata, viazi batata, ukimwangalia muuza nyama, ukimwangalia leo hii si tu hata muuza mbao, ukenda Buguruni muuza mbao, muuza kitambaa, tandika, ukifika uende na tepu yako kabisa, kinyume chake atakupimia futi 12, ukifika nyumbani ni 10 na nusu au 11, futi moja haipo. Chukua nyama wewe, nenda kapime kilo 10 Vingunguti, Pugu, Machinjioni. Ukifika pima kilo zile, halafu uende usiende kuweka kwenye mezani, utapata stress. Unaweza wewe ukafika mahala pressure ikapanda, umetoa pesa za kununua kilo 50, unafika ni 45 au 40, bali wakati mwingine unapewa nusu kama huko makini. Sasa ikiwa kuna watu waliangamizwa kwa sababu ya kupima nini? Ya kupima vipimo. Na Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Ole wao wanaopunja hawa, ambao wao wakipima wataka wapimiwe sawa sawa, wakiwapimia wenzao wanapunja hivi. Hawa hawana yakini kwamba watafufuliwa siku mzito, siku ambayo watasimama mbele ya Mola wao. Upunjaji vipimo leo hii umekuwa ni mwingi, na upunjaji vipimo huko katika maeneo mengi, si tu kwenye hilo. Kuna maeneo ambayo sisi mara nyingi hatuyaangalii. Upunjaji vipimo leo inaweza kufika mahala leo kuna ajira, watu wapo wenye uwezo wakaachwa, wenye uwezo wakapewa sio kwa na uwezo, kwa sababu tu miongoni mwa sababu ni kupunja. Kupewa hadhi watu wasiokuwa na hadhi ni kupunja vipimo na mengineyo. Sasa lau kama watu kama si neno la Allah kutangulia, watu wa namna hii walistahiki nini? Walistahiki kuangamizwa, maadamu wengine wameangamizwa. Kuna watu waliangamizwa kwa matendo ya watu wa kaumu Lut. Leo hii ulimwengu sio tu kwamba unapambana kuhakikisha kwamba watu wote wanakubaliana kwamba hili ni jambo ambalo kwamba ni haki, wasema ni haki. Umma huu
lau kama si neno la Allah kushakutangulia kwamba huu umma usiangamizwe kwa sababu ya madhambi, usiangamizwe wote kwa sababu ya madhambi, ingefanya nini? Ingeangamizwa. Walaula kalmatun sabaqat min rabbik lakana lizama. Wajalun musamma. Ingelikuwa kuangamia kwa watu hawa, basi ni jambo ambalo hapa hapa duniani lingefanyika. Lau kama si kwamba neno la Allah limeshafanya nini, lilishatangulia. Na ingelikuwa kwamba muda huo ndio muda wa kufanya nini, wa kumalizika kwao. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fasbir ala ma yaqulun, basi vumilia, yavumilie yale ambayo juu ya yale wanayosema, subiri kwa yale wanayosema. Wanawazuoni fasbir ala ma yaqulun wanataja kwamba ni miongoni mwa aya amri hii iliyofutwa kutokana na aya ya kitali. Aya ya kitali wameelezea kufua ni sababu ya kufutwa aya nyingi sana. Miongoni mwazo nini? Fasbir ala ma yaqulun, vumilia tu, wanatosema vumilia. Na ilifika mahala sasa si kila wanalosema linafanya nini, linavumiliwa. Fasbir ala ma yaqulun, subiria, vumilia kwa yale ambayo wanayosema. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, na mtakasa sifa za Mola wako kabla ya kutomoza jua na kabla ya kuzama kwake. Aya hii wanazuoni wanazungumzia kwamba ni aya inayozungumzia juu ya nyakati za sala tano. Nyakati za sala tano. Inna salata kanati ala almu'minina kitaban mawquta, la shaka sala imewekwa kwa waumini kwamba ni ibada ya lazima yenye wakati maalum. Sasa katika Qur'ani utakuta kama ilivyofafanuliwa katika nini, katika sunna ndio imekuja kufasiri, lakini wasema eneo ambalo limejumlisha nyakati hizi ni hili hapa. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams, kabla ya jua kuchomoza, nasema sala alfajiri, wa qabla ghurubiha, na vile vile kabla ya kuzama kwake, sala alasir. Na kuna mahusiano kati ya sala alfajiri na sala nini, na sala alfajiri na sala alasir. Salatul wusta na sala ya nini, salatul wusta, ambayo imetaja, baadhi wametaja kwamba ni alfajiri, wengine alasir, lakini kauli maarufu zaidi yenye nguvu zaidi tunasema kwamba alasir, salatul wusta. Lakini sala alfajiri na sala ya alasir inashirikisha kwamba ni nyakati ambazo malaika hupiana shifti. Malaika wale wanaoishi nasi wanapiana shifti, kubadilishana zamu. Wako malaika wanaingia wakati wa alasir, wanatoka wakati wa alfajiri, na wapo wanaingia alfajiri, wanatoka nini, wanatoka alasir. Yataakabuna fikum malaikatun bil-layli wan-nahar. Ndio wanapofika wanawasilisha ripoti za kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawauliza, mmewaonaje huko waja wangu? Anawauliza Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa anajua. Wanajibu kwa kusema kwamba tumewakuta waja wako wakiwa wanasali na tumeondoka wanasali. Najibu yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala anambia kwamba kama ni hivyo basi shuhudieni kwamba mimi nimewasamehe makosa yao.
nyakati hizi, min qabla tului shams wa qabla ghurubiha wa min ana al-layl fasabbih, na hivyo hivyo katika nyakati za usiku. Na nyakati za usiku hapa anasema kwamba ana laili ni sala ya magharibi pamoja na sala ya isha, wa atrafa an-nahar, na ncha ya mchana ambayo ni sala ya adhuhur. La'allaka tarda, ukifanya hivyo basi utakuwa ni mwenye kuridhiwa, utapata kile ambacho kitafanya nini, kitakachokuridhisha. Siku zote iwapo kwamba mtu utajipinda kutengeneza vizuri swala zako, ukazitekeleza kwa wakati wake na kwa namna inavyotakikana, basi utakachokipata ni nini? Ni cha kukuridhisha. Kwa sababu anayetekeleza hivi ni yule anayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala humpa kila khair. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Anayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala humpa nafasi ya kutatua yake. Kila analolifanyalomkuta hulipatia utatuzi, na humruzuku kwa namna ambayo asiyoitarajia. Kwa hiyo aya Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo anatuambia sisi, anatuambia sisi tumsabihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nyakati hizi imetumika tasbihi. Nyakati hizi ni nyakati muhimu sana za kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tamudanna ainaik ila ma amattana bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wala tamudanna ainaik, na usikodolee macho, wasbir wala tamudanna ainaik, subiri na wala usikodolee macho. Aya iliyotangulia ameambiwaje? Wasbir ala ma yaqulun, vumilia, subiria juu anayoyasema. Sasa tutasema kwamba asikatishwe tamaa juu ya yale wanayoyafanya, wanamfanyia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasinkatishe tamaa hayo. Lakini aya hii inamwelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhu zahrata alhayati ad-dunya, wala usikodolee macho ila ma mata'na bihi, kwa vile ambavyo tulivyowastareheshea. Alikuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Maka akikabiliana hasa na watu wenye satwa, wenye mamlaka zao, watu wenye uwezo. Sasa anaambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala asiangalie kwa kutamani hivi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa, asivikodolee macho hivyo. Hivi baadhi yao
ambavyo wamepewa, mamatana bihi azwaja minhu zahrata alhayat ad-dunya, miongoni mwao wamepewa hizi, basi usivikodolee macho, ambavyo hivi kilivyo ni mapambo tu ya dunia, zahrata alhayat ad-dunya, na wamepewa hivyo linaftinahum fihi, ili wajaribiwe kwenye haya. Hivyo walivyopewa. Wakati mwingine, ndugu zangu katika imani, tuelewe kwamba mtihani si kwa kukosa tu. Unapewa mtihani kwa kukosa na unapewa mtihani kwa kupewa. Yote mitihani. Hasa namna gani utafaulu ndicho ambacho unachotakikana kupambana nacho. Ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria riziki yako imekuwa ni finyu, namna gani utafaulu kwenye mtihani huu? Na wewe ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekukunjulia, angalia ni namna gani utafaulu kwenye mtihani huu wa kukunjuliwa riziki. Allah amekupa mtihani wewe kwa afya, mgonjwa kitandani, miaka nenda miaka rudi, angalia namna gani utafaulu kwenye mtihani huu. Allah kwa kupa afya, kila unapokwenda kucheki unajikuta uko fresh tu, una tatizo lolote, angalia namna gani utakavyofaulu kwenye mtihani huu. Ukipewa afya ni mtihani, ukinyimwa afya nini? Ni mtihani. Ukipewa kipato ni mtihani, ukinyimwa kipato kapunguziwa ni mtihani. Sasa hawa, kuna vitu, baadhi ya mapambo ya kidunia wamepewa baadhi yao miongoni mwao, usikodolee macho. Tumewapa hao katika hii dunia linaftinahum fihi, ili tuwajaribu, tuwape mtihani. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, na riziki ya Mola wako ndio bora zaidi na ya kudumu. Na kufasiri hapa, mfasiruna wanasema kwamba riziki ya Mola wako, wakafasiri kwamba nini? Aljanna, pepo. Pepo nayo ni nini? Riziki. Na kwamba na pepo ya Mola wako ni bora zaidi na nini? Na ya kudumu. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, riziki ya Mola wako ndio bora zaidi na ya kudumu. Ile Allah subhanahu wa ta'ala anayokupa ndio bora atakupa. Pamoja na hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallama bado anapewa miongozo na Mola wake subhanahu wa ta'ala, na kila mwongozo anaopewa na ndio tunapewa na sisi. Anaambiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala, wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, na amrishe watu wako wa karibu sana. Ndugu, katika vitu ambavyo, maeneo ambayo vile vile tunafeli ni eneo hili la kuangalia watu wetu wa karibu na sala. Tunaweza tukawaangalia kwenye mengine, lakini kwenye sala huwa tufanye nini? Mara nyingi hatuangalii. Na bila sala, ndugu zanguni, bila sala Uislamu wenyewe una hati. Sasa ni wangapi ambao katika watu wetu hawasali? Ni wangapi wameacha sala? Na bila sala Uislamu wenyewe una nini? Una hati. Sasa waamuru ahlaka bis-salati, waamrishe. Tumbuke kule kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuambiaje, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jiokoeni nafsi zenu na watu wenu. Mwanzo huku tumeambiwaje? Kana yamuru ahlahu bis-salati, alikuwa akiamrisha watu wake nini? Sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika mahala akatwambia kwamba muru auladakum bis-salati li sab'a,
Waamrisheni watoto wenu sala wakiwa na umri wa miaka 7. Ni kweli kwamba muda mwingi watoto wako mashuleni, lakini mpaka magharibi, mpaka isha, mbona hatuoni misikitini watoto wa miaka 7, 8, 9, 10, 12? Hatuoni misikitini, ili siokuwa wachache. Ukija mtaa kama huu, watoto wa umri huo unaweza ukakuta hapa hapungui 100, lakini hatuoni msikitini isipokuwa 10, 15 pengine. Hatujafanya jitihada hii. Waamuru ahlaka bis-salati wasabir alaiha, na wewe mwenyewe endelea kuwa na hilo, endelea kushikamana na sala. Allah subhanahu wa ta'ala asema la nas'aluka rizqa, sisi hatukutaki wewe, hatukuombi wewe riziki. Nahnu narzukuka, sisi ndio tunakuruzuku. Hatukutaki wewe kwamba wewe upate riziki, kwamba wewe iwe ni chimbuko la riziki. Hatukutaki hilo, sisi ndio tunafanya nini? Tunakuruzuku. Wal aqibatu littaqwa, na mwisho uliokuwa mwema ni kwa wale wamchao Mwenyezi Mungu, wale wenye ucha Mungu. Wenye ucha Mungu ndio ambao watastahiki mwisho uliokuwa mwema, na hawezi kuwa mwema ikiwa hujasimamisha nini? Hujasimamisha sala. Huwezi kuwa mwema hata siku moja. Hakuna wema bila sala, hakuna ucha Mungu bila sala, hakuna ucha Mungu bila funga, hakuna ucha Mungu bila zaka anayewajibikiwa na zaka, hakuna ucha Mungu bila hija anayewajibikiwa na nini? Na hija. Wala aqibatu littaqwa, na mwisho uliokuwa mwema, mwisho mzuri ni wa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nasema muda wetu umekwenda sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea namna hawa wapinzani wanaompinga Mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyokuja nayo wanavyojaribu kutafuta kujenga hoja. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqalu laula yatina biayatin min rabbih wa lam ta'tihim bayyinatu ma fi suhfi alula. Hapa ndio mwisho pa kujifichia wapinzani wa haki. Huwa hatua za mwanzo wanajaribu kujenga hoja ambazo kila mtu, hoja za kiakili, hoja za kila mtu anafanya nini? Anazizungumza akaweza kuzisikia. Lakini wakishasimamishiwa hoja hizo, sasa wanakimbilia sasa kuonesha maajabu, vitu ambavyo kwamba ni si vya kawaida, ndivyo wanavyovitaka. Tabia hiyo na hulo ni kimbilio la mtu. Ikiwa wewe umeletewa kitu ambacho unakiona, hoja ambayo inaakilika, bado hujaamini, utaamini kwa kuletewa jambo ambalo kwamba haliakiliki? Kwa sababu jambo la ajabu ni jambo ambalo haliingini katika akili, ndio jambo la ajabu. Jambo ambalo kwamba ni muujiza ni jambo ambalo ni khariqul ada, liko tofauti na muumbile. Hata vipi uletewe hoja za wazi uzikatae, halafu wewe unadai kwamba uletewe nini? Uletewe maajabu. Lakini ndio hali hizo zinapofikia, kwamba nafika mahala ambapo kwamba mtu unasimamishwa hoja, unaposhindwa sasa kwenye hoja unakimbilia sasa kwenye nini? Kwenye miujiza. Muujiza nini? Amru khariq lil ada. Utataka sasa we
uletee fimbo ambayo inatembea, uletee kitu gani sijui, uruke, mtu aruke. Na ndio maana kule kwenye Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia kwamba وقالوا لولا أنزل عليه الملائكة. Allah subhanahu wa ta'ala asema walau nazalna alayhi almalaka laqudhiya al-amr thumma la yunzarun. Ikija ameujiza sasa, ukikataa maana yake ni nini? Wewe ni kuadhibiwa. Watu wa Thamud walisema kwamba tutolee nini? Ngamia kwenye nini? Kwenye jabali. Jenga hoja, lete hoja zote walizosimamisha. Sasa pale unaona pale kwenye hatutolee ngamia pale. Ndio kikimbilio la mwisho. Walipotolewa ngamia walifanya nini? Sio walimchinja. Mchaka mchinja. Faqaru naqata. Ndio hatima yote. Mtu akifika kwamba anadai miujiza badala ya hoja, huyo kimbilio lake, hatima yake ni kwamba hata huo muujiza ukija hautofanya nini? Hawa Makuraishi walitoka katika kipindi cha mwezi wa kati, mwezi umekamilika, wakasemaje? Wakamwambia aje Mtume sallallahu alaihi wasallam, tupasulie ule mwezi. Tufasulie nini? Mwezi bwana. Mimi bwana sina kazi hiyo. Haya anayafanya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaupasua pande mbili, akatusajilia iktarabati as-sa'atu wa inshaqa al-qamar wa yaraw ayatan yaqulu mawdudu yaqulu siru mustamir. Wasema ni uchawi tu, wala sio nini, sio muujiza. Nyinyi si ndio mnadai hilo? Na kula kaambwa lau kama walau nuzila alaihim almalaikatu laqudiya al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula wala basna alaihim ma yalbisun. Lau kama tungemfanya malaika kwamba aje malaika, utaka kwamba aje malaika ndio alete ujumbe. Lau kama akija malaika, atakuja malaika kwa sura yake ya kimalaika, aje kwa sura ya nini? Ya kibinadamu. Utasemaje sasa huyu kwamba ni malaika? Utakubali? Si utajenga hoja kwamba huyu sio malaika? Hizi ni hoja. Lakini wakalu laula yatina bi aya, lau atatuletea muujiza min rabbi, kutoka kwa Mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia alam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula, hivi hazijawafikia watu hao dalili za wazi zilizomo katika vitabu vilivyotangulia? Hajafikia dalili za kuonesha kwamba Muhammad ni mtume wa haki, bado hajafikia. Ikiwa kwamba hajafikiwa na dalili hizo, muujiza mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani, ambayo umeambiwa mkiwa mnapinga si muujiza, si maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, leteni sura 10. Lakini mwisho mkaambiwa leteni sura moja tu mfano wake. Ni sura fasaha wa lugha ya Kiarabu, leteni. Na mwisho akaambiwa fa in lam taf'alu walan taf'alu, iwapo hamtofanya na hakato hamwezi kufanya nini? Hamwezi kufanya. Kwa hiyo hoja hii si nini? Si hoja ya kufanya nini, ya kuitegemea. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya hapo, walau anna ahlaknahum bi'adhabi min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza.
Na lau Allah subhanahu wa ta'ala, na lau kuwa ahlaknahum bi'adhabi min qablihi, lau kama tungewaangamiza kabla ya kwako kuja nani? Kuja Muhammad. Lau kama kabla ya kuja Muhammad tukawaangamiza na kufuru yao, tukawaangamiza, siku ya kiyama hawa wangesema laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula, Allah, la ungetuletea basi mtume ungetuletea, fanatabia ayatika, ili tufuate nini? Aya zako. Leo hii aya zimeletwa, mtume amekuja, aya zimeletwa, aradu waman arada an dhikri. Lau kama angeangamizwa kabla wangela kuja kulalamika siku ya kiyama. Na Allah subhanahu wa ta'ala atufahamu sisi tokea alipotumba, anajua ni yupi ambaye atakubaliana na haki na yupi ambaye hatakubali nini? Haki. Yupi ambaye ataendea mbio mema, yupi ambaye ataendea mbio maovu, yote haya. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta hapa ili tusije tungekwenda huko tukwenda kujenga hoja hizi. Lau kama hakutuleta hapa katika ulimwengu, sasa kwamba ametuumba Allah subhanahu wa ta'ala akawaingiza watu motoni, wangesema umependelea, na sisi ungetupeleka tusingefanya hivyo, tungeamini na tukafanya hivyo. Tumeletwa sasa. Walau anna ahlaknahum bi'adhabi min qabli, lau kama watu hawa tungewaangamiza kabla yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula, wangesema Mola wetu, kwa nini usituletee mtume basi? Fanatabia ayatika, ili tufuate aya zako, min qabli an nadhilla wa nakhdha, kabla hatuja dhalilika na kufedheheka katika moto. Sasa likudhalilika, sasa Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama haya anayoeleza haya, lau kama angefanya hivyo, haya ndio yangekuwa nini? Yangekuwa madai. Lakini madai hayo Allah subhanahu wa ta'ala akayakatisha kwa kufanya nini? Kwa kumleta mtume, na akaleta nini? Na akaleta aya zake. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul kullu mutarabbis fatarabbasu fasata'lamuna man ashabu as-sirati as-sawi wa man ihtada. Sema kullu mutarabbisu fatarabbasu, kila mmoja wetu na asubiri, basi ngojeni, kila mmoja wetu asubiri, basi fanyeni nyinyi, ngojeni. Fasata'lamuna man ashabu as-sirati as-sawi wa man ihtada, mtajua siku ya kiyama ni yupi watu wa njia ya sawasawa na yupi ambaye aliongoka kutokana na upotevu. Hamumkubali Muhammad, mnaona kwamba nini? Hayupo katika njia ya kisawa, mnaona ni mpotevu, basi subirini kama ni hivyo, pamoja na hoja zote alizoziweka. Basi fasata'lamuna man ashabu sirati as-sawi wa man ihtada, mtatambua si muda mrefu kiama kitakaposimama, mtatambua kwamba ni nani ambaye yupo katika njia ya kisawasawa na ni nani ambaye ameongoka kutokana na upotevu. Je, ni Muhammad, ni sisi au ni nyinyi? Ili mtafanya nini? Mtalitambua. Sura inamalizia kwa maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuyaishi maneno yake kwa kuyaamini na kuyatekeleza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.